Ni usiku ambao wengi waliamini ungekuwa wa kawaida katika eneo la Kijangwani Posta, lakini ghafla hali ilibadilika na kugeuka sintofahamu. Mtumishi wa TRA Hassan Yunus alijikuta katikati ya kundi la watu wasiojulikana waliomshambulia kwa kipigo kikali. Lakini swali kubwa linabaki kuwa nini hasa kilitokea hadi Hassan akajikuta katika hali hiyo? Je, madai yaliyokuwa yakitolewa na watu hao yalikuwa na ukweli wowote au ilikuwa ni hasira zilizotangulia busara? Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu waliomshambulia walimtuhumu Hassan kumshika bega kijana mmoja na kuchukua nyeti zake. Tuhuma hizo zilisababisha jazba kupanda na kundi hilo kuamua kuchukua sheria mkononi. Najua kuwa hasira ni hasara. Je, kama kungekuwa na subira kidogo, ukweli usingejulikana bila damu kumwagika na mtu kujeruhiwa? Baada ya kupata taarifa hizo, Asam Online TV ilifika moja kwa moja katika hospitali ya Chumbuni ambako Hassan alikuwa akipatiwa matibabu. Katika hospitali hiyo kulikuwa na simulizi nzito, maswali mengi na hisia tofauti. Hassan mwenyewe anaeleza maumivu aliyoyapitia baada ya kushambuliwa, huku naibu kamishna wa TRA naye akizungumzia tukio hilo na kulani kitendo cha wananchi kuchukua sheria mkononi. Maeneo ya tukio lilipotokea limetokea Posta Kijangwani, pale kwenye stendi kabisa ya daladala, kwa maana pembeni hivi mkono kama unaelekea mjini, manake kulia kwako kuna stendi kuu ya daladala zote ambazo zinaenda kwenye miji. Hapo ndo lilipotokea tukio. Nilikuwa natoka kwenye mahangaiko yangu, baadaye nikapigiwa simu. Kuna jamaa wangu alikuwa anahitaji kiasi kidogo cha pesa, kwa nikaingia kwenye duka la wakala. Hilo duka lipo hapa kwa Mchina Tambi, chini yake manake kwenye branch ya CCM pale. Kwa hiyo niliingia pale nikatuma pesa, badala ya kutoka sasa pale, manake yule aliyemtumia pesa manake lazima ufanye naye mawasiliano kwa ajili ya kufanya confirmation, je, hela amepokea au la. Sasa sasa nampigia yule aliyemtumia pesa, namuuliza bwana, umepata hela? Nimepata. Lakini sasa akasema alipata labda kiasi kidogo niongeze. Nikamwambia kidogo hicho kinatosha kwa sasa hivi, kwa sababu kuna na wenzako pia wanahitaji. Sasa kwa msingi huo manake mimi nikatoka pale dukani, lakini katika mandhari ya pale nje zile sura zilikuwa zimekaa pale, wamebeba biashara pale, wamebeba mapeas, wamebeba maji, soda, wengine ni bodaboda. Kwa manake katika hali halisi wale ni kama ni wageni katika mji pale. Aidha wametoka Tanzania bara, wamekuja kufanya biashara, wanatafuta maisha. Lakini badala ya hapo mimi nikaondoka, nikaelekea stendi sasa pale stendi ya Posta. Nimesimama nasubiri daladala. Ghafla ndo wakatokea watu. Hakuja mtu mmoja, manake kilikuwa tayari kimekuja kikundi, kilikuwa tayari labda kilikuwa kinanifuatilia. Kikanivamia pale, nimesimama na watu pembezoni hivi, wakaniambia bana, huyu ndio amenipiga bega. Kupiga bega ndo nini? Mimi kasielewi masuala ya kupiga bega. Sasa pale wakaanza kunishambulia, ndo kama hivi ninavyoonekana yani. Lakini sasa badala ya yote, wakati wananipiga wanavingangania vile vitu ambavyo mimi nimevibeba. Zilikuwa simu, lakini nilikuwa nimebeba na begi, racket. Sasa ile racket ndio walikuwa pia nanyi wanaingangania ile racket, alafu alikuwa anabeba na simu. Bahati nzuri hizi simu, kuna msamaria mwema mmoja pale alizizuia akazileta pale kituo cha polisi, lakini mkoba mpaka sasa hivi haujapatikana. Wito wangu ni kwamba na wanapokuja hawa watu tuwe nao makini, kwamba wanakuja kwa gia hiyo kwamba umenishika bega, yani moja kwa moja on the spot, yani anakuambia umenishika bega, halafu wanaanza kukushambulia. Wanakushambulia kwa maneno, wanakupiga kichwani, wanakupiga miguuni, wanakupiga vile. Sasa yule kwa mfano mdogo yule anasema mimi nimemshika bega. Kaambia basi tuweze kituo cha polisi hapo. Amekataa.
mpaka manake mimi nilifika kituo cha polisi, yani baada ule mfuko ule kutoweka, ile raketi yangu kuondoka nayo, manake yule mtu katoweka, yani simuoni, yani zile sura zote zenyewe zote zilitoweka. Kwa hiyo wanakuja kwa gia kwamba umenishika bega. Wakati nikiwa nyumbani kama saa 1:30 hivi usiku, nilipopigiwa simu na msamaria mwema, akaniambia kwamba kuna mtu ambaye amepigwa, kwa lugha ya siku hizi amepigwa kwa sababu ya kuiba mashine. Alivyoniambia vile tu, kwa vile lugha nimeshaizoea kwa sasa, nikaelewa kwamba, nikaona ni tuhuma nzito kwa yeye, kwa sababu mtumishi wangu kwa ninavyomuelewa si mtu matata, ni mtu mpole, ni mtu mwadilifu. Mimi nachukua fursa hii kuambia wananchi kwamba hivi vitu kwa sasa, kwa upande ambao nimeuona mimi, sijaona uhalisia wa hili swali. Kwa hiyo nadhani ni vyema wananchi wakalielewa hili, ili wasije wakatabisha madhara makubwa kwa watu wengine ambao hawana hatia. Shuhuda aliyebahatika kumwokoa Hassan alisimulia namna alivyoikuta hali ikiwa mbaya na kuamua kuingilia kati kabla mambo hayajaharibika zaidi. Kama isingekuwa juhudi zake, huenda leo simulizi ingekuwa tofauti kabisa. Nilisogea katika eneo la tukio, kulikuwa kuna kiwingu cha watu wengi sana, ambapo nisipomtambua yoyote siwezi nikamjua huyu wala yule, bali niliweza kupata ujasiri kwa kufunua wakati nikaangalia ni nani ambaye anichofanyia hicho kitendo. Nilifunua, nikapatika kumuona ni ndugu yangu, ni Hassan, ni binamu yangu kabisa, ambaye tunajuana mimi na yeye kindaki. Baada ya kumuona hali yake, nilikuwa ni tayari ishaanza kudhoofika, watu wameanza kumpiga sana, akawa anamwagika na damu. Mimi nikaweza kumtizama usoni, kuniangalia usoni, yeye akaniita jina langu, Mohamed, vipi, naomba unisaidie. Nikamnyanyua, akanikumbatia. Baada ya kunikumbatia, nikaweza kumchukua kurudi naye nyuma, huku watu ambao bado wanaendelea kushambulia. Ila Mungu alinipa ujasiri, nikaweza kumdhibiti jinsi watu wasipige. Nikawa na hapa nasaha watu, jamani, msipige, hili ni jambo ambalo ni letu sote. Huyu ni binadamu wetu, tumuhoji kama ile tatizo kweli amefanyiwa, huyo alifanyiwa au hakufanyiwa. Lakini sikuweza kupata msaada. Baada ya pale watu waliweza kushambulia tu wanachojua wao. Mimi nikaweza kumchukua taratibu, naenda naye, natembea naye taratibu, huku watu wanaendelea kupiga. Kapata nguvu mpaka kuingia barabara kubwa ya Posta kuelekea kituo cha polisi Ng'ambo Station. Nikamchukua, nikaenda naye mpaka kituo cha polisi Ng'ambo Station. Nashukuru askari waliweza kunipokea kwa haraka, kustopisha fujo la watu, kuondosha umma wa watu nje ya kituo. Nashukuru walimchukua na kufuatiwa huduma ambayo ya haraka sana na kukabidhiwa ili niwahi kumwaisha hospitali ya Chumbuni. Je, jamii imefikia hatua ya kuhukumu kabla ya kusikiliza? Je, ni nani atakayewajibika iwapo madai hayo yatabainika kutokuwa ya ukweli? Penye wengi pana mengi, lakini je, kila jambo linalosemwa na wengi huwa ni kweli? Huku uchunguzi ukiendelea, macho na masikio ya wengi sasa yameelekezwa katika tukio hilo, wakisubiri kujua ukweli halisi ni upi. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma, hariri picha Ali Haji.